Mambo vipi? Leo ni tarehe 28 mwezi Mei. Hii ni siku ya hedhi duniani ambayo huadhimishwa katika siku hii ya 28 ya mwezi Mei. Hedhi mara nyingi zinaonekana kana kwamba zimekuwa zikionekana kana kwamba ni za wanawake, ni swala ambalo linapaswa kujadiliwa tu na wanawake, lakini sasa ujumbe na msukumo unakuja kwamba kwa jamii nzima, mimi mwanamume lazima pia nilikumbatie na liweze kulielewa. Kuna mambo mengi ambayo labda huyafahamu kuhusu hedhi. Sasa ona, kwa mfano, ulijua kwamba kuna taulo ya hedhi ama sodo ambayo unaweza kuiosha, kuitumia na ukaiosha kama mwanamke na mambo yakakuwa shwari. Kuna zingine napata ufahamu kwamba zinaitwa cup. Kama hii ni cup, kikombe. Alafu ona, kuna disk ukipenda. Mtaalamu wa afya yuko hapa kutuchanganulia zaidi na kuzungumza zaidi kuhusu hizi zote katika siku hii ya kimataifa ya hedhi. Tukianza kwanza, kabla hatuja kwenda kuhusiana na bidhaa hizi, mara nyingi huwa kuna nitasema kwamba wengi huwa wana niite stigma, ama kuna mambo mengi ambayo watu hawaelewi kuhusiana na hedhi. Labda nikuulize wewe kibinafsi, hedhi yako ya kwanza ulianza mwaka gani? Mimi nilianza nikiwa na miaka 11 kama sijakosea, na hiyo ni sasa ni kwa 35, so 11 years ni kama ilikuwa mwaka gani hivi. Ukianza mtoto wa umri wa miaka 11 labda alikuwa darasa la 5, la 5, la 4, la 6 hapo karibu hapo. Kwa hivyo ili kushtua, ili kuaje, labda ungetuelezea kuhusu ile siku? Mimi nilishtua kwa sababu mamangu hakunielezea kwa sana kuhusu hedhi, lakini shuleni tulikuwa tunapewa ile brief na watu walikuwa wanakuja shuleni wanatuongelesha kuhusu hedhi. So nilikuwa na ufahamu kidogo kuhusu hedhi, lakini ilikuwa sina mambo mengi. So nilipata shuleni kwa uzuri, nikaenda kwa mwalimu, akanipatia sodo na nikavaa. Unaona kuna umuhimu wa kuwajuza watoto wetu mapema, na watu wewe ulipitia tabu. Na kwa umri gani labda mtoto kama watoto wetu tunapaswa kuanza kuwajuza kuhusu taulo za hedhi ama sodo? Hedhi na sodo zinaweza kufaa kuongelewa kuanzia miaka 9 hata 8 ikiwezekana kuendelea. Kwa vijana, kwa wanaume na wasichana pia. Miaka 9 kuendelea unaanza kuongelesha, sababu msichana miaka 9 siku hizi wanaanza hedhi. Vijana miaka 9 wanafaa kuwa waelewe, ndio wakipata wenzao wameanza hedhi katika hiyo miaka, wakuwa pia wanaweza wasiwasheke, bali waweze kuwasupport kama ndugu zao ama dada zao. Moja ya changamoto zimekuwa ni kupata hizi sodo. Na mashirika mengi, naamini kiwemo shirika lako ni miongoni mwa yale ambayo yanatoka kwenda kusaidia. Sasa una sodo hapa. Awali umenidokezea kwamba hii mchana anatumia, anaosha, anatumia tena. Hebu tuelezee zaidi tupate ufahamu. Sodo yenyewe ndio hii yakaa hivi huko mbele. Hii ni bambu. Unajua bambu ni kitu very inanyonya damu ama maji kwa haraka sana. So huku mbele ni bambu na huku nyuma ni waterproof, yani haipitishi maji. Kwa hivyo hata damu ikikuja hapa ijae, haiwezi pita huku ikuje kwenye suruali yako ya ndani. Sasa kama hii inatumika miaka 4. Ukimpatia msichana hii inakaa miaka 4 akiitumia. So kama hii inaitwa reusable pad. Kuna za aina nyingi, lakini kwa sasa leo niko na bambu, kuna ya cotton, kuna material nyingi tu hapa nje, lakini hii mimi naona kwangu ndio the best, sababu hii ni ya bambu na inanyonya damu kwa haraka. Na ni very soft, hata unapoona kama unaweza zoom, ni very soft. Hata mtu akivaa hasikii kuwashwa. Hata ukiwa na sensitive skin hauwezi washwa, kwa sababu iko very comfortable. Unavaa, unatulia. Bora wewe unaiosha vizuri na kauka vizuri, uko sawa. Sawa. Labda tukitoka katika hii umeweza kutuelezea kuhusiana na kikombe hichi. Labda kuna watu watakuwa wanashangaa hichi kikombe na hedhi vinaingiliana vipi? Maana tukiangalia muundo wake, labda material ambayo iliweza kutengenezwa, labda kuweza kumuonyesha yule ambaye hajui kwanza hichi ni nini na kinatumika vipi. Hii kinaitwa kikombe cha hedhi, kwa Kiingereza menstrual cup. Sasa hii inaingizwa katika uke wetu. Kwa Kiingereza birth canal, pale ambapo mtoto anatokea ndio tunapaingiza. Sasa acha nikudemonstrate hapa. Hii ndio ina represent mlango wa uke wetu. Canal opening. Hii ni vaginal walls na hapa ni cervix. Sasa hiki kikapu kinaweza kuingia hadi hapa. Kitu cha kwanza unafanya, unakunja hivi. Kuna style nyingi za kukunja, nitaonyesha tu moja kwa sasa. Hivi, unakunja hivi, inakaa hivi. Sio kama unaweza ona. Alafu unaingiza hapa. Ukishaingiza hapa imefika ndani, unaachilia. Unaingiza hadi kwa cervix yako. Inakaa hapo hadi masaa 12
kisha unavuta, unafinya hapa chini, unatoa tu polepole, unamwaga damu kwenye choo, unaosha tena unarudisha. Unaendelea na siku yako ya hedhi. Hivyo tu. Ilhali hii lakini inaleta shida na watu wengi, lakini tunaendelea kuzoea polepole kuitumia. Haina kazi vile tunafikiria, lakini polepole tutaizoea katika nchi yetu hii ya Kenya. Haya, labda tutoke hapo tuende katika hii umetuambia inaitwa disc. Tofauti yake na hii na labda uzuri wa hii kuliko hii itakuwa ni gani? Kitu cha kwanza, hii ndio ilitengenezwa ya kwanza. Watu wakasema kidogo ni ngumu kuongeza sababu ina njia nyingi za kufold. Iko na hii, iko na nyingi. Unaweza fold hivi, unaweza fold vile tu wataka. Lakini sasa hii wakakuja na hii rahisi kutusaidia. Hii haina njia mbili. Ni ufanye tu hivi. Ushike katikati, ufanye hivi. Ukishafanya hivi, same thing, waingiza hapa. Ukishaingia umeona imeingia, unafinya hapa chini, inafunguka, inaingia kwenye cervix. Inakaa pale masaa 12, unamaliza shughuli yako ya hedhi, unafinya hapa chini, unatoa tena. Unamwaga kwenye choo tena, unaosha na maji, unaiturudisha. Sasa nikuregeshe katika hapo, maana umesema kwamba unaingiza damu inapoingia hapa ndani unakwenda kumwaga. Unajua mara nyingi watu huamini ama tunaamini wengi kwamba ile damu ya hedhi labda unahisi kwamba kuna uchafu fulani. Labda kuna wale watasema kwamba ni nichukue damu mwae niweke. Sijui kama hilo unaweza kusemaje, maana hata tunapozungumza wengine tunaona sura zetu tumezikunja kuweza kufikiria hili linawezekana vipi. Hiyo ni shida kubwa ambayo nimepata nikifanya kazi yangu, kuwa watu wanakasirika mambo ya kushika damu, ilhali damu ni yako. Kitu cha kwanza watu kujua kwamba damu inayotoka huku chini na damu inatoka hata kama mkononi mwako haina tofauti yoyote. Damu yako huku chini si chafu. Sisi ndio tunafikiria kuwa ni chafu, lakini kusema ukweli si chafu. Maana tunafaa tu change hiyo mentality yetu ya kuwa damu yetu ya hedhi ni chafu. So ukianza kufikiria otherwise, ukiona hii damu yangu si chafu, damu ni safi, iko sawa, hutakuwa na uoga wa kushika. Kitu cha pili pia, mimi siwezi kuja kukwambia nioshe kikombe changu. Wewe ushike damu yako, mimi nishike yangu. Siwezi kuja kukwambia kwamba uje nioshe kikombe changu. Kila mtu ana chake. So damu yako haifai kukuogopesha kushika. Kama kweli unajua afya yako iko salama, haufai kuogopa. Okay, sawa. Sijui kama mwenzangu Farida unalo swali kabla tuweze kumaliza. Sasa kwenye hii disk kuna wale watu ambao wana heavy flow. Unahakika kwamba hiki kidiski kitatosha masaa 22 bila kujaa ikaflow? Hii disk sasa ukishavaa kama uko na heavy flow, utakaa masaa 5 kuendelea kabla hujaangalia. Umesema masaa 12. Unaweza kaa nayo kama flow yako si heavy. Unajua kuna day 1 kama mimi day 1 yangu ni kidogo, unajua naweza kaa nayo the whole day. So wewe mwenyewe wajijua. Unajua mimi kama Emma, mimi kama Susan, day 2 huwa niko heavy. Nikivaa hii itaja haraka. So nikivaa asubuhi kwa mfano kama nikija saa 1 kazini kwa mfano, ikifika saa 4 saa tea break naenda naangalia naona niko sawa. Ikijaa itakuonesha, itaanza kutiririka kwenye nguo yako ya ndani, utajua masaa yangu kubadilisha nifika. Lakini the more unaitumia, the more utajua kuwa siwezi pita hii masaa kabla sijaenda kubadilisha. Alafu pia ukienda kujisaidia haja ndogo, hii itatoa damu kidogo. So si rahisi sana ijae. Yaani ukienda kujisaidia haja ndogo itakuwa bado iko ndani. Iko ndani na haitatoka. Hii maana yake yaingia huko ndani. Haja ndogo sitatoka kwa shimo nyingine. Si tumeelewana hii inaingia huko. Huko. Kwa haja ndogo ni huku juu. So hai affect. Sawa. Sasa labda tulimalizia na la mwisho ambalo kuna mmoja ameweza kuulizia masuala ya ngono na hedhi. Maana kuna wanaume walikuwa wanaweza kuuliza inawezekana kwamba mwanamke anaweza kuvaa vitu kama hivi na aweze kushiriki tendo la ndoa bila ya kuhisi kwamba kuna kitu ambacho kitakuwa kinamzuia. Maana hili ndo wanaume wengi unaona kila sana kuzungumza na mkewe na mkewe amwambia kwamba yupo siku zake za hedhi, unaona tayari uhusiano pale hauendi sawa. Hebu tueleze. Sasa ukitumia hii, sasa hii ndo maana is the newest technology. Ukitumia disk, sababu hii penye inaingia inaenda kukaa, mwanaume hawezi fika. So ukikuwa na hii unaweza fanya ngono na mwanaume na hata jua hata kama umeivaa. Hii ndo hauwezi, maana pale inakalia, mwanaume ataisikia na ataisongesha. Lakini hii unaweza kuwa na ngono na asisikie hata kama umevaa chochote. Kwa hivyo hii inawezekana, hii haiwezekani. Ama kama ni ngumu unaweza kuwa umevaa hii na utoe, muendelee na shughuli zenu za ngono hata ukiwa katika hedhi. Bora mwanamke yuko sawa. Waendelea. Hakuna uchafu wowote. Bora mwanaume ni wako. Wala shida. Okay. Ni vipi ambalo msikilizaji labda utakuwa unalo swali unaweza kucomment chini hapo kuhusiana na siku ya hedhi duniani. Labda tukimalizia unaweza kumwambia nini mtazamaji wetu
kuhusiana na siku ya leo, na labda siku zijazo tutakuwa tunakukaribisha tena katika Bahari FM tuweze kupata elimu hii. Ningependa tu kusema tafadhali tuongelee kuhusu hedhi kwa uwazi. Hiyo ndio nyimbo yangu kila siku, na tena nilikuwa nimesema kama unaona ni ngumu kuongea, tafuta wataalamu kama sisi, tuite katika shule yako, tuite katika makazi yako ya kazi, kanisa, jamii, tuite tuje tuwaongeleshe vijana, maana hatutaki kuacha nyuma. Hii ndio kazi yetu. Mungu alitupatia hiki kipaji ili tuongeleshe, na tuko tayari kuja tuje tuwasaidie kuongelesha vijana na wasichana wadogo kuhusu hedhi as early as possible. Si mwanzo from miaka 8 hadi 21. So kituita tutakuja tuje tuwasaidie katika kazi hii. Lakini hedhi si jambo la kunyamaziwa, ni tuongee kwa wazi. Asante.